Bwana Yesu asifiwe, wandugu wapendwa. Bwana Yesu atukuzwe. Nazidi kumshukuru Yesu Kristo kwa kupata nafasi nzuri leo kwa ajili ya kuleta kipindi hiki tena, sehemu yake ya 9, ambayo ni sehemu nzuri kabisa ambayo tayari nimeshabarikiwa nayo kwa kuiangalia na kuisoma hapa. Naona ni nzuri, inagusa na inapendezesha na inaokoa na inaelimisha na inajenga. Ni sehemu ambayo kweli nimefurahishwa nayo mimi kibinafsi. Lakini niwakaribishe nyote ambao mnatuangalia. Kama hujawahi hauja subscribe, nazidi kukuomba tu upate kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube inaitwa Tunda la Wokovu, ili upate kupata mengi yaliyo mafundisho, yaliyo mafunuo nabii katika zinazotoka katika ulimwengu wa roho, ili kutufikia katika ulimwengu wa mwili, tupate kujua jinsi ya kuishi, tupate kujua jinsi ya kuingia katika ulimwengu wa roho siku yetu ya baadaye. Na anayetufunulia yote ni mwanaume mmoja tu, anaitwa jina lake Yesu Kristo wa Nazareti. Nimekuwa na muda mzuri sana wa kupokea mengi kutoka kwa Bwana wangu Yesu Kristo. Nimekuwa na muda mzuri unaofurahisha, muda unaoonyesha matakatifu kabisa na kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na nimekuwa mtu akufurahi wakati wote ninapokuwa naongeleshwa yote, naonyeshwa yote na waleteeni, nasikia raha. Na ni mengi. Tutakuwa tukipata muda, kama itakuwa baada ya miezi mingapi, tunakuja tunaleta mengine ambayo Bwana anataka sisi watoto wake kuyasikia ama kuyajua. Lakini kusema kweli, kwa yale nilio nayo mwaka wote unaweza nikawa natoa, lakini hatutoe kwa sababu ni tutoa pia, tunataka mwongozo kwa yale haya tunatoa ama haya bado kutoa. Kwa hiyo kwa hii neema ambayo tumepata ya kipindi cha kuharibika kwa dunia, nizidi kusema tu tupate kuwa wavumilivu katika kuangalia yale ambayo yanaletwa. Lakini hata hivyo tupate kuwa tuna share, tuna comment, tuna like. Tunapo share, tunapo comment, tunapo like, tunafanya watu wengi kutambua kipindi hiki, na wanapotambua kipindi hiki na kuyapata haya mambo, na wao wanabarikiwa, na wao wanaokolewa, na wao wanaelimika kama hivyo wewe unavyobarikiwa na unavyoelimika. Kwa hiyo niseme tu, usiwe mchoyo. Penda mwingine naye yale chakula kitakatifu. Kinahitaji kila mtu kuchukua kidogo. Hadi yule ambaye hajapata mtumie na yeye apate kula, ili sote atakapokuja Kristo tupate kuwa tuko tayari. Na anayelisha ni nani? Anayelisha ni wewe. Kwa ile kazi ya kulisha utahesabika kama mhubiri, na mbinguni utaingia kwa sababu tu ya kushare, kwa sababu tu ya kucomment, kumfanya mwingine anajua kipindi hiki cha kuharibika kwa dunia, na kuleta katika channel ya Tunda la Wokovu, alafu inaingia katika eneo ambayo katika channel ya Tunda la Wokovu kwa eneo utakuta playlist yote ya nyimbo tu, ni nyimbo tu, utakuta playlist yote ni mahubiri tu, na podcast hii ambayo inaitwa Jumatano yetu. Kwa hiyo karibuni wandugu wapendwa ambao mnatuangalia na kutusikiliza kutoka hapa. Katika sehemu zingine waweza ukatuona katika Promova TV, unaweza kaona Geti 7 kwenye Promova TV samani. Lakini hata kipindi hiki sehemu ya kwanza na ya pili ilishakuwa kwenye Promova TV. Waweza kaenda kule pia ukasubscribe, ukacomment, ukashare na ukalike pia. Na hivyo injili la Bwana ndio tunataka. Lengo la Mungu kuleta yote ni kwa sababu tukamate ulimwengu wote. Walio kamatwa na Mungu wapate kujua ya kwamba kumbe niko vibaya, kumbe niko naishi katika ulimwengu unaoharibika, nataka nitoke katika ulimwengu unaoharibika. Anatoka kwa sababu umemfikishia ujumbe. Karibuni watoto wa Mungu, watoto wanaopenda kusikiliza matakatifu, na matakatifu ndio chakula chenu. Ndio maana Bwana amewapatia mle na mshibe bila malipo kabisa. Asante, ni mimi Joel Eomba Rashidi, na leo tumekuwa katika sehemu yetu ya 9. Na katika sehemu ya 9 hii leo tunaongelea juu ya kelele ya Mungu, ama kumpatia sifa Mungu, kelele ya Mungu, lakini pia ama kumpatia Mungu sifa. Kelele ya Mungu
lakini pia ama kumpatia Mungu sifa. Tutaongelea juu ya kubadilisha kanisa. Tutaongelea juu ya mbwa, pepo anayewakilisha uasherati ama umalaya. Tutaongelea juu ya utatu utakatifu, na tutaongelea mengine mengi ambayo yako katika kipindi hiki cha sehemu yake ya 9. Basi tunaendelea na kipindi chetu. Asanteni. Sauti ikaanza kunifundisha na kuniambia, kelele za Mungu za fariji wenye hekima. Yani kelele za Mungu zinafariji mwenye hekima, na fujo yake yawalisha ayawani. Fujo ya Mungu yalisha ayawani. Matendo yake yajaa mbingu mzima. Aliumba mbingu, msifuni enyi wanadamu. Aliumba mwezi, nyota na jua, msifuni enyi wanadamu. Aliumba vyote, msifuni enyi wanadamu. Akanambia, ushauri wa mwenye hekima unkasirisha mjinga, na mjinga ukataa mashauri huku akikemewa. Ukataa hivyo ajui kama ajui. Ushauri wa mwenye hekima unkasirisha mjinga. Mjinga ushauriwa na ukataa mashauri, akizani yuko salama, kumbe ajui kama ajui. Anasa ya mtu yajaa akili. Anasa ya mtu yajaa akili kwanza, na moyo wa mwenye tamaa ufikiria maovu. Waambie wanawake wamtii Mungu, wenye hekima ya ulimwengu upotea kama vumbi mbele ya upepo. Alaniye mwenye baraka ujisumbua, bali baraka utafutwa kwa mwenye baraka. Hamlainiye mwenye baraka ujisumbua, bali baraka utafutwa kwa mwenye baraka. Wako watu wanaangaikia kutafuta baraka na hekima ya mambo ya ulimwengu, huku wakiacha nafsi zao ziangamie. Na ambiliwa ya maneno yote. Angalia, kuna hekima fulani, kuna misali fulani katika kuongea kwa Roho wa Bwana. Akaniambia, mwenye akili ufikiri maisha ya umilele. Shika sana hukumu za Mungu, hatakapokuja uwe salama. Heri wanaomsubiri Mungu, maana hao watamuona. Ngojeni Yesu bila kuchoka. Ngojeni Yesu bila kuchoka. Kimbilio la wanyonge ni Yesu Kristo. Faraja na nuru ya ulimwengu ni Yesu Kristo. Hivyo wote watakao muamini watakuwa na uzima, na wala hawajikwai. Mama na mtoto watasimama siku ya mwisho mbele za Kristo, na kila mtu atajibu sawasawa na vile yeye alivyoishi. Mama hataweza kusimama na kuanza kumtetea Yesu na kuanza kumtetea mtoto wake mbele Yesu Kristo. Hapana. Bali kama ni mtoto ni mwenye maovu, hatakufa kwa ovu wake, na mama mzazi atapaa hadi kuingia mbinguni. Lakini kama mtoto ni mwenye haki na mama mzazi ama wazazi ni waovyo, watashuka katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo hakuna mtu atakayeweza kukusemea. Kwa ajili ya hayo tu imenipatia kumbukumbu ambayo nalikumbuka hapa, la katika lugha yetu ya Kibembe tunasema ngela ya mwikolo ale aela ambochi, ikiwa na maana safari hii ya mbinguni inalinganishwa kama vile mkia. Unaona mkia mbuzi ni mfupi sana, mkia wa mbuzi. Sasa mbuzi anapojilaza pale chini hivi, akitaka kufyagia, ule mkia wake unafyagia ile eneo ambako unafika tu. Ule mkia uwezo ukafyagia miguu,
kichwa, mikono, vatumbo, mgongo. Unafygia pale nyuma tu pa. Kiwa na maana ni article 15 hii njia ya mbinguni, debrief, yani wewe mwenyewe kujitoa. Mme hata kusemea, mke hata kusemea, ni wewe mwenyewe. Unaweza mkalala mkaipiga mahesabu katika maisha ya duniani, tutafanya hiki pamoja, lakini katika safari ya mbinguni utakaposimama mbele ya Yesu Kristo, ni wewe mwenyewe ndio utasimama mbele ya Yesu Kristo, utoa hesabu ya vile ulivyoishi hapa. Na unaona, akaniambia wafundisheni watoto njia za Bwana ili wazijue hukumu zake. Watoto wafundishwe njia za Yesu Kristo, neno la Yesu Kristo, wapate kujua Yesu Kristo, wapate kujua hukumu zake. Wale wa Mungu watateseka kwa kitambo kidogo, yani wale watakatifu wanaojigeuza, wanaojikana, wanaokana dunia watateseka tu kwa kitambo. Lakini wale ambao wanapenda dunia na kutambulikana kwa dunia, watu wasiopenda Mungu, watahangaika, kuteseka, kusononeka, kulia na kuumizwa maisha yao yote, hatujue mwisho ni lini, ni umilele. Kwa hiyo akuombaye mpe, na anayekuuliza swali mjibu kwa amani, kwa sababu kesho yako haujui kesho yako wewe ikoje. Ndugu yangu, sikiliza maneno. Kesho yetu kumbe inajengwa na leo. Kesho yetu ndo inajengwa na leo. Kesho yetu inajengwa na leo. Wakati tunaibomoa kesho yetu leo, asamani, wakati tunabomoa leo, chochote ambacho relationship tunayaua leo, inakuja kuwa mambo machafu mabaya huko mbeleni. Kesho ni wakati utahitaji msaada. Kesho ni wakati utahitaji kuokoka. Kesho ni wakati utahitaji kumuona Mungu ikiwa na maana. Leo ndio wakati wa kutenda mema. Leo ndio wakati wa kujenga uhusiano wako na Mungu wako. Leo ndio wakati wa kugeuka kwa Mungu wako. Kesho ni mengine. Inaweza ikawa ni siku ya hukumu, ya kushuka katika ziwa la moto, ama inaweza ikawa siku yako ya kufurahi milele, kwa sababu leo umegeuka. Kesho yabebwa na leo. Sikiliza maneno matakatifu. Akaniambia usirudishe mabaya kwa wema. Yani mtu amekufanyia mema, wewe unaanza kumrudishia mabaya. Akaniambia ujue ya kwamba funza wa kule kuzimu awafi. Funza wa kuzimu awafi, wako kule na wametengenezwa kwa kutesa. Lakini hata hivyo akaniambia haya yote mambo ya hasira ya moto, jehanamu, kuzimu, Mungu kabisa hakuweza, katika mtazamo wake, katika akili yake hakuwa naomba haya yote, hukumu ya hasira ya moto au maule moto, sema moto wa jehanamu, haukuweza kuumbwa kwa sababu ya mwanadamu. Lakini kwa nini mwanadamu anaenda kule? Kwa sababu mwanadamu aliasi, na kwa sababu moto ule unawekewa wote waliokuwa waasi wa mashetani, ni waasi wamewekewa moto. Hivyo muasi naye alitoa mwanadamu muasi, itabidi aende kule kwa sababu ameasi neno. Wakati wote unapoasi neno, hilo neno unaloliasi ndilo litakaloweza kukushusha katika ule moto. Kwa hiyo from the beginning, yani kuanzia mwanzo wa hasira ya Mungu, Mungu hakutazamia sisi kuingia katika moto. Hapana, lakini tunaingia kwa kutokuwa na ile hali ya kujipenda sisi wenyewe. Unaona mtu anapenda makeup kushinda mwili wake. Unaona mtu anapenda mbwa kushinda nafsi yake. Nyumba inaungua, mtu anatoka mbali anaingia ndani ya nyumba kuokoa nyumba. Kuokoa nini? Kuokoa mbwa aliye ndani ya nyumba. Lakini yeye ni mfutaji wa bangi, anapiga mke, anatoka nje ya ndoa, anaiba, anafanya hiki, nafsi inaangamia, na yeye yuko tu kuangalia kuokoa mbwa. Mbwa anaungua, anakol sick, sitakuja kazini, mbwa wangu anaumwa, ajui yeye mwenyewe anaumwa, yuko njiani kwenda kuzimu. Kwa hiyo uasi wetu ndio nao tufanya sisi kuingia, lakini wale watakaogeuka hawataona hasira ya Mungu. Ananiambia mapepo kabisa wote watakwenda katika hukumu hiyo ya kuzimu, katika moto, kwa sababu wao waliasi. Hao wa mashetani hao waliasi, na kama moto ulijengwa na uliwekwa kwa sababu ya mashetani, kwa nini sisi wanadamu tunashuka? Kwa sababu tunaasi lile neno linalotuambia kwamba usizini, usiwe mwasherati, usiwe muongo, usiwe mlafi. Yote tunayafanya tukiwa kinyume na Mungu.
haina budi kwa Mungu, atalazimika kabisa kwa ajili ya kulitii neno lake, atalazimika kukushusha wewe mwanaye katika ziwa la moto, lakini makusudi yake ni kukuokoa wewe upate kuingia katika mji ule. Nataka nionyeshe hapo vizuri ili uelewe. Lakini pia akaniletea mbwa, nikaambiwa unajua mbwa ni pepo wa uasherati, anahusiana na mambo haya ya umalaya. Kwa hiyo ndugu yangu, unapokuwa unaota mbwa, ujue kuna pepo ya umalaya ambayo inakusumbua. Inahitaji kuomba sana kumkemea shetani. Ukizembea anaweza kukupeleka pabaya kabisa. Angalia mambo ambayo yanasababishwa na huyu mbwa. Ile hali ya kutenda tendo lolote, kwanza anasababisha uasherati, umalaya. Ile hali ya kutenda tendo lolote uasherati la ndoa. Tendo lolote la ndoa. Ndoa iko na matendo mengi, sio moja tu kama wengi wanasema. Na mimi nikuta anafanya tendo la ndoa, tendo lipi? Wao wanaanza kuangalia sex intercourse. Hapana, sio tu intercourse. Kuna matendo mengi ya ndoa ambayo kumbusu mtu mwanamke asiyokuwa wa kwako, kubusiwa na mwanaume, ama kumbusu mwanamume asiyokuwa wa kwako, kumkumbatia mwanamke asiyokuwa wa kwako, ni tendo la ndoa ambalo haliwezi likatendeka kwa wale wa Kristo. Kukumbatia mwanamke asiyokuwa wa kwako, kumbusu mwanamke na mwanamume asiyokuwa wa kwako, kumkumbatia mwanamume asiyokuwa wa kwako, hiyo yote ndiyo yanasababishwa na huyu mbwa, pepo wa uasherati. Kazi yake ni kuchochea uvuvio wa uasherati, uvuvio wa umalaya, uvuvio wa kutamani miili ya watu wengine. Huyu mbwa anasimamia hivyo. Anaweza kukufanya wewe, unapotumiwa hiyo pepo wa mbwa, anaweza kukufanya wewe even kufanya mapenzi wewe na mume wako, even kwenye midomo, kwenye kinywa. Hiyo yote yasababishwa na hiyo pepo, na inasababisha uasherati. Yote inawakilishwa na uasherati. Lakini pia ile hali ya mwanamke, hata mwanamume kutembea nusu uchi katika mitaa ama mbele ya watoto wake, inawakilishwa na huyo mbwa kutenda kazi katika maisha ya mtu huyo. Hiyo ndio yote inaitwa uasherati. Lakini pia kuweka rangi zozote zile za mipodo ili upendeze kwa kutamanika, hiyo yote ni uasherati, na lisababishwa na mbwa, pepo wanaoleta tamaa. Kufanya kitu ili uvutie mwanaume au mwanamke. Yaani unaangalia mwanamke hadi ajue ya kwamba umeshamtamani. Unaangalia mwanaume hadi mwanaume ajue ya kwamba umeshamtamani. Kufanya vitu kama hivyo, uko katika hali ya uasherati, uko katika mwongozo wa huyo pepo mbwa. Tuwe watakatifu, na haya ndio matakatifu. Tukiyajua haya, ni imani tutapiga hatua ya kumjua Yesu Kristo. Sikiliza sasa, akaniambia wote watendao matendo hayo ni waasi wa neno, na watakwenda kuzimu wasipotubu matendo hayo. Yaani hakuna huruma itakayoweza kukuhurumia. Utashuka katika lile ziwa la moto, kuzimu itakusubiri, na kutakuwa hali ya kufanya nini? Ya kuhurumiwa katika kuzimu ile. Kwa hiyo ukitaka huruma ya Mungu ni leo. Lakini pia akasema wanawake na wanaume wanaotoka nje ya ndoa ni washarati, wanafanya malaya kabisa, ambao haufai. Anafanya malaya ambao haufai. Kaniambia mke mmoja na mume mmoja katika ndoa. Katika ndoa tunakwenda kusoma katika Korinto wa kwanza sura 7 mstari wa 2, lakini pia Korinto sura 7 mstari wake wa 10 hadi 11, lakini pia wa Korinto sura 7 mstari wake wa 39. Angalia ya maneno. Yesu Kristo anasema hivi, mke mmoja, mume mmoja ndio niliyoambiwa katika ndoa. Akasema lakini kwa sababu, wa Korinto wa kwanza 7:2 inaanza, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe, kwa kuzuia umalaya, zinaa na mambo mengine ya usharati na mambo mengine. Sasa sikiliza haya. Mume mmoja tumeona hapo na mke mmoja. Katika ndoa ya Kikristo hakuna wake wawili, hakuna wake watatu, hakuna chochote kabisa. Hakuna kabisa.
cha kinachoitwa mke wa pili, mke wa tatu. Unajua kuna wengine wanasema mke wako wa kwanza ni yule unayoelewana naye, mafundisho ya uongo. Mke wako wa kwanza sio yule unayoelewana naye, bali ni yule anayekidhi mahitaji ya Biblia, yani umemuoa kihalali na ni mke wako wa kwanza kabisa, hata kama muelewani, ni mke wako wa kwanza. Ndio maana mstari wako wa 10 hadi 11 anasema hivi: lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe. Yani hakuna kuachana katika ndoa. Yani uwe mwenye hasira ya namna gani, yani unakasirika hadi unakuchukua kichwa chako na gonga ukuta na ukuta kule unabomoka, wewe ndoa yako ni hiyo hiyo. Unjanja usiwe njanja, mrembo usiwe mrembo, mzuri usiwe mzuri, mrefu mfupi, ukishaoa umekuwa locked katika ndoa, umefungwa katika kifungo cha ndoa. Hakuna kuachana. Lakini hapa tena inasema lakini ikiwa ameachana naye na akaya siolewi, tena unaweza upewa ruhusa. Unapewa ruhusa kama ukiona unaweza ukaachana naye. Na verse hii ya 11 inaangalia kwa zile hali ambazo zinahatarisha maisha. Kuna watu wanakasirika, anachukua mpanga anataka kukata kichwa cha mke ama kukata kichwa cha mme. Unaona hapa sasa naweza nikafa hapa. Jamani, natoka kwangu. Ukitoka ni sawa, wa kujiepusha na mauti niseme hivyo. Lakini huko unapokwenda usiolewe. Huko uliko baki wewe mwenyewe usiowe. Ukiona ile hali inakusumbua wewe mwanamume na mwanamke, rudi nyumbani kwako, rudi kwa mke wako, ukatubu, mkapatane na mkaishi tena na kuanza kuendelea katika maisha yenu. Tofauti na hivyo hakuna kuachana. Yani hiyo hali inaitwa kujitenga tu, lakini hujaachana na mume. Unaweza ukaondoka, nataka uniua huyu na utoka hapa, unajitenga, lakini hujaachana na mume. Hata kama mume umemwacha Afrika na mume umemwacha Amerika na mke umemwacha Afrika, wewe uko Amerika, uko ule Australia na umefika hapa umeolewa, uko kinyume na neno. Hata kama mchungaji wako anakufariji, utashuka na utalia sawa sawa katika moto kabisa. Utalia. Okoka leo. Ita mume wako Afrika. Mwite mke wako uliyemwacha Afrika. Usije ukaoa ukasema nimeokoka, Mungu ameanza hapa. Sikiliza mstari wa 39. Mstari wa 39 akasema hivi: mwanamke ufungwa maadamu mumewe yu hai. Kinachomfunga wewe usiolewe na kinachokufunga wewe usioe ni kwa sababu mmoja wenu yuko hai, hajafa. Sikiliza, lakini ikiwa mumewe amefariki, yu huru kuolewa na mtu yeyote amtakaye katika Bwana tu. Katika hali hiyo ya mme amekufa, mke amekufa, unaweza ukaoa mtu yoyote katika Bwana tu. Mtu yoyote katika Bwana ina maana Mungu tena anakupatia conditions wakati utakapoamua kuoa. Ni lazima uoe katika Bwana tu, yani lazima uoe according to the world. Unapokosa kuoa according to the world, yani katika kulingana na neno, unakuwa kinyume tena na Bwana, tena utakuwa na katika dhambi na mke wako ameshakufa au mume wako ameshakufa. Mfano, nataka nikuweka hapa wazi kabla hatujaendelea. Nataka ni explain verse vizuri kwa sababu ni wengi ambao wamepotea mahali hapa. Mfano, mke wako amekufa na wewe ni Mkristo, unampenda Yesu Kristo. Mke wako amekufa, una watoto 5, amekuachia watoto 5 uwalee. Wewe unaenda kuoa mwanamke mwingine ambaye aliacha mume wake Afrika, lakini hapo Australia ni single, huko kwenu ni single, na mahali pengine uliko ni single, lakini mume wake yuko somewhere. Huyu mtu hajaachana. Wewe kwa kutuoa katika Bwana tu kamchukua huyu, kasema huyu basi na yeta nilelea watoto wangu. Kwa ajili ya hiyo haujaoa katika Bwana, bali bado ungali katika zile fornication, katika ule washarati, katika ule umalaya. Kwa ajili ya hiyo haujaokoka, utashuka kuzimu kwa kosa hilo. Sasa nioweje kama unataka kuoa mwanamke ambaye na yeye labda na watoto tuseme, hakikisha ujue mume wake ameshakufa. Kama mume wake ameshakufa, ina maana na yeye amepewa ruhusa kulingana na kifungo hiki, amepewa ruhusa ya kuolewa kama vile wewe umepewa ruhusa ya kuoa, kwa sababu mke wako amekufa. Lakini ukienda kuoa mwingine ambaye mke angali anaishi,
unaenda kuolewa na mwingine ambaye angali anaishi. Mama, baba, unajichanganya. Tena watoka kwa Bwana. Unaona hapo ilipo? Ndivyo inavyotakiwa kuelewa. Ndivyo, sio kwa sababu amekufa na hao watu na kuchukua katoto kaseza, katoto kadisita, katoto kadizuita, baba miaka 60. Ni nini haswa? Ujinga. Sikiliza haya maneno. Baada ya hapo najua nikaambiliwa, akawa ananiambia Mungu aliweka mipaka katika uumbaji wake. Kila kitu alichokiweka hapa duniani na kila mtu anawekewa mipaka. Na katika uumbaji wa Mungu katika ndoa aliweka mpaka wa ndoa ni mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Yoyote atakayuruka mpaka huo akawa na wanawake wawili, watatu, wanne, wanaume wawili, watatu, wanne, huyu amekwenda kinyume na neno na atahukumiwa siku ya mwisho. Atakufa. Lakini pia kubadilisha kanisa. Kubadilisha kanisa kama nilivyosema, tutaongelea mambo mengi na tumefika eneo ya kubadilisha kanisa. Tulishagusa kelele za Mungu ama kusifu Mungu, tumeshagusa ndoa, tumeshagusa uasharati, lakini huyo pepo wa mbwa. Lakini sasa tumefika eneo ya kubadilisha kanisa. Baada ya kubadilisha kanisa, tutakenda katika utatu utakatifu ama utatu wa kiroho. Usibadilishe kanisa, ndo niliambiwa usibadilishe kanisa. Lakini nataka nikuambie maana yake ni nini. Kama nilivyoambiwa mimi, maana ni yake ni nini ya kubadili kanisa. Tunabadilisha kanisa kivipi? Ndo swali langu lako ambalo tunauliza na tupate kujua jibu. Kanisa tunalibadili kivipi? Kanisa kubadilisha kanisa niseme ni kubadilisha mafundisho. Kubadilisha kanisa ni kubadilisha mafundisho. Mfano, kanisa leno linaitwa ni mfano. Kanisa leno linaitwa Zion Ministry. Kanisa la Sayuni. Kanisa takatifu. Si ndio hivyo? Tuseme kanisa takatifu. Ukafundisha utakatifu, 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 utakatifu. Muda huko unakwenda kidogo, miaka 10, miaka 20, 30. Mambo yale uliyokuwa unayakemea katika kanisa takatifu yakawa yanaingia katika kanisa takatifu, na yakemewe yakawa kama ni mafundisho, ni kama imani ambayo imeingia tu na hakuna chochote ambacho wale viongozi wanakemea, yani na wao wanaridhika. Kanisa ni lile lile takatifu, jina ni lile lile takatifu, lakini limeshabadilika kwa mafundisho. Yani kanisa limeshabadilika hata kama umebaki na lile lile jina, lakini si kanisa tena takatifu. Kwa hiyo kubadilisha kanisa sio kubadilisha eneo ya kusali, bali ni kubadilisha mafundisho. Tena naweza nikasema hivi, acha niseme, siku zote mtu anapofundisha mafundisho yasiyo ya kweli, anafundisha kanisa, anabadilisha kanisa, ni uasharati pia, uelewe. Ni umalaya kutoka katika kweli kuingia kwa uongo, ni umalaya. Sasa wakati unafundisha yasiyo kweli, unabadili kanisa. Swali lingine, tuko na makanisa mangapi duniani? Tuko na makanisa mawili. Niambie hayo makanisa. Kanisa la kwanza linaitwa kanisa takatifu, a glorious church, ambayo Biblia inasema ambalo halina waha, hila wala kunyanzi yoyote, ambalo limetakaswa kwa neno na kwa maji. Yesu Kristo ndilo atakuja kuchukua kanisa hilo. Lakini pia tuko na kanisa la uongo.
ambalo huko hakuna uzima, ni uongo, mafunuo na mafundisho na manabii ya uongo yamejaa huko, yanabezi katika mtazamo wa mambo ya dunia. Sasa wewe uliyekuwa unafundisha utakatifu, ghafla tu unaanza kuingiza yale ya dunia, ina maana umebadili neno na umebadili kanisa. Hata kama kanisa ungali unaliita kanisa takatifu, sisi wa fulani, lakini machafu ya dunia yameshakuwa katika kanisa. Viuno vichafu vimeshaanza kukapa katika kanisa. Umeshabadili kanisa tayari, wewe si wa Mungu, ni wa shetani. Lakini pia mtu akawa anafundisha machafu, uongo, lakini baadaye akageuka, akaanza kuingia katika utakatifu na kulionyesha kanisa la Kristo na neno la Yesu Kristo. Huyo amebaki kuwa mtakatifu hata kama kanisa lake linaitwa jina lile lile la Vumba Ministry, niseme mfano huo. Lakini alishabadilika huko tena kwa maji, huko tena anasimama kwa Yesu na ametubu na amegeuza hata kondoo zake kumjua Yesu Kristo. Huyo tayari amebadili kanisa kutoka kwa uongo kuingia kwa nani? Kuingia kwa kweli, hata kama jina ni lile lile. Sikiliza, ona jinsi gani makanisa yenu yalivyoanguka. Mmeanguka, mmekufa, lakini mnajivunia jina lile lile. Sisi wa fulani, lakini mafundisho ndani yameshakufa. Ni nyote mshalirizia mwanamke Yezebeli. Ni nyote mlishakuwa watu waongo katika kanisa. Mafundisho yamebadilika. Mmekuwa watu wa shetani, lakini unajivunia jina letu sisi wa fulani. Jamani, tunajifunga vitambaa jamani. Haya ni mafunuo na mafundisho ambayo yako kwa viwango vya juu. Mchungaji wako hawezi kuyajua haya isipokuwa anafunuliwa na Yesu Kristo. Na mimi siwezi kujua haya isipokuwa ninafunuliwa na Yesu Kristo kukuambia kubadilisha kanisa. Ndio wapo katika neno. Akaniambia, mtu akitoka kwenye kanisa la kweli na kwenda kwenye kanisa la uongo, anabadilisha kanisa, maana mafundisho na neno ndo kanisa. Atakayebadilisha mafundisho ya kweli na kufundisha uongo ni mwasharati, anafanya wa malaya. Wangapi ni wa malaya? Mlianza vizuri, mshakuwa wa shetani. Tazama kanisa lililoanza nalo. Soma historia kanisa lilikuwa na unamosali. Ulikuta lianza vizuri na walikuwa vizuri kunyuma. Leo wameshakufa, wamevaa wigi, wamevaa mchezo wa kishetani, wamefanya michafu, na hata kama wamefunga kitambaa lakini ndani wamekufa. Hawana Roho Mtakatifu, hata kama kijaaminisha. Hawana hiki, hawana kile cha Yesu Kristo. Hata kama akisema sisi tulikuwa hivi, jamani, umeshakufa. Usibadilishe neno. Mungu anasema kwamba kutoka katika ukweli kufundisha uongo, waanze umalaya. Malaya anaingia mbinguni kweli? Hapana. Ndio maana wengi kanisani, lakini wengi tena kuzimu. Kama kungekuwa tunajua mambo kama haya, tungekuwa tunapaa mbinguni na kusimama katika kweli bila kubadilika. Na Mungu Yesu Kristo angetuokoa na angetuingiza mbinguni kwa wingi. Kwa wingi, nakwambia, kwa wingi. Sikiliza ya maneno yanakufundisha ili upate kuelewa. Sikiliza haya. Lakini tena akasema, lakini kutoka kwenye kanisa la kweli na kuhamia kanisa la kweli haujabadilisha kanisa, maana ungali kwa neno lile lile. Kitu ambacho kinasumbua watu wengi Afrika, waliotoka Afrika ni hiki. Mimi kwa kanisa letu wa fulani, katika lile kanisa tulifundishwa kweli kabisa, mimi sitaingia hapa. Kama hapa kuna kanisa la kweli, kama kule Afrika ulifundishwa utakatifu, na hapa kuna kanisa la kweli la utakatifu, hapa Australia kuna kanisa la kweli la utakatifu, au kama Amerika kuna kanisa la kweli la utakatifu, ama eneo lingine ambako uliko kuna kanisa la kweli, unaona linafundisha kweli, kusali katika kanisa hilo si dhambi, si kosa. Unaona? Kwa sababu ungali katika ile kweli, ungali katika Mungu ule. Mungu hajabaki tu kwa kanisa yenu iliyokuwa Afrika. Yuko na wengine wa kweli Australia. Yuko na wengine wa kweli Amerika. Kama unaona wengine huko hawako, tafuta lile la kweli linalofundisha Mungu ule wa kweli. Uingie hapo, haujabadilisha kanisa. Lakini ukitoka kwa Mungu wako wa kweli
na kuanza kuingia, kwa sababu umekuta ni kanisa tu na kuingia bila kujua ni kanisa la namna gani, linasimama kwa msimamo gani. Tayari hapo ndo umebadilisha kanisa, na hapo ndo umeanza kukutana na hukumu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kanisa sio jina hilo Methodist wa Lutheran wa nani. Kanisa ni fundisho. Ndio maana kanisa Matendo ya Mitume 2:42 anasema wakadumu katika fundisho la mitume. Hilo ndilo kanisa. Haleluya! 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 Haleluya Bwana! Haleluya Bwana! Haleluya! Haleluya! Hilo ndilo kanisa. Neno takatifu kama tunalifundisha na huko Australia. Karibu. Usikae nyumbani kwa sema lile letu la Afrika tu afu usisali Mungu wako, ina maana uko wrong. Na kama hivyo ndivyo ulivyofundishwa kula Afrika, ina maana wale waliokufundisha Afrika wako wrong, hawajui kanisa ni nini. Haleluya. Haleluya Bwana. Yesu Kristo ni Mungu. Haleluya. Yesu Kristo ni Mwokozi. Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Mwokozi. Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Mwokozi. Yesu Kristo ni Bwana. Mcheni huyo, mcheni huyo, mcheni huyo, mcheni huyo, mtukuze huyo, mwabudu huyo. Yesu Kristo ndio kimbilio atakayeweza kuwaongoza milele yote watoto wake. Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana. Haleluya. 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 Sikiliza maneno ya Roho Mtakatifu. Mcheni huyo, mcheni Yesu Kristo, mtumikieni kwa kichoo, shangilieni na kutetemeka, enyi wakuu wa dunia, fanyeni akili. Haleluya Bwana. Haleluya. Fanyeni akili, tetemekeni mbele zake, yeye aliyewaita mpate kurisi nchi ule. Haleluya. Sikiliza haya maneno matakatifu. Haya maneno matakatifu ambayo nafunuliwa na Yesu Kristo, ambayo ananiambia ili ninyi mpate kujua haya na mwenende katika kweli na katika haki ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sikiliza haya maneno. Tunafika katika eneo ya utatu wa kiroho ama utatu takatifu, jambo ambalo linasumbua watu wengi. Mimi nilianza kusikia sauti ikasema utatu ndio sauti nilianza kusikia. Nikauliza ndani, nikasema Roho Mtakatifu, uliza Roho Mtakatifu. Nikauliza sawa, Roho Mtakatifu, Mwana na Baba ambaye ni muumba wote, ambaye ni muumba wote, ni Mungu. Baada ya hapo ya kusikia hivyo sasa sauti, mimi kwanza acha niseme vizuri hapa. Nilisikia sauti inasema utatu. Sasa mimi nikawa nasema Roho Mtakatifu, Mwana na Mungu Baba, mbona hao wote ni mtu mmoja? Yaani mbona hao wote ni Mungu, sio hakuna utatu? Ndio hapo sauti sasa ikaniuliza swali, jina lako ni nani? Akaniuliza mimi jina langu. Mimi nikasema kwa jina na nikasema na kujua. Yeye akasema na kujua, ila nauliza sababu nataka nauliza kwa sababu nakufundisha. Samahani, nauliza kwa sababu nakufundisha. Mimi nikasema jina langu ni Yoeli Eomba Etabo Mlondani. Yaani niko na majina mengi ni marefu. Yoeli Eomba Etabo Mlondani. Haya ndio majina yangu, lakini kwa fupi Yoeli Eomba Mlondani. Sasa sikiliza hapa. Akasema basi mtu akikuita Eomba utaitika, akikuita Yoeli utaitika, na akikuita Etabo utaitika, ila wewe ni mtu mmoja. Ijapokuwa mimi hapa niko na ndo anakawa ananifundisha juu ya utatu. Ijapokuwa mimi niko na jina hilo ambaye naitwa Yoeli, naitwa Eomba, naitwa Mlondani ama Etabo, haina maana ya kwamba mimi nimegawanyika mara tatu. Hapana, bali nimegawanyika
bali nimegawanyika kwa majina, lakini ni mimi ni yule yule. Kwa hiyo mtu atakayeweza kuniita Yoeli Eomba Ndondani kwa mtazamo huo, ama Yoeli Eomba Ntabu, niseme hivi kwa sababu Ndondani jina la baba, ni mimi yule yule. Akasema hivi, sasa wote wanaongawa Yesu Kristo kuwa miungu mitatu, wote wanakwenda kuzimu. Mungu ni mmoja tu. Yaani ile hali ya kuisema Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, na kuweka ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu aliye eneo ya kwake, na kuweka Mungu Mwana na Roho ni Mungu aliyekuwa eneo yake, na kuweka Mungu Baba ni Mungu aliyekuwa eneo yake. Aliambia wote wanaofanya hivyo, wote wanaenda wapi? Kuzimu. Ikiwa na maana mbinguni hakuna wa Mungu watatu. Mbinguni kuna wa Mungu huyu, Mungu mmoja, na jina lake anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Hata kwa tusome Torati 6, Kumbukumbu la Torati 6:4-6. Some kwa haraka Kumbukumbu la Torati hapa mstari wa 6:4. Sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Hata tushie hapa. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Baada ya hapo, kama nilivyosema, utatu, niliposikia sauti ya utatu na mafundisho ya utatu, ile ambayo ni short ya kwamba utatu kabisa, Mungu ni mmoja. Hakuna kabisa Mungu Baba, Mungu Mwana, na Mungu Roho Mtakatifu. Hizo zote ni kama vile title na area ambazo Mungu anaoperate kazi zake, lakini yeye Mungu yule yule. Ndio maana alianza kuniita jina langu Yoeli Eomba, lakini pia akaweka na Etabu. Sasa hayo majina matatu, jalishi ni wanaweza kaniita hivyo, wanaweza, lakini ujui tu ni jina langu mimi. Ni mimi mwenyewe ndio ninakuwa na hilo jina, ndio alivyonifundisha. Ni mimi, lakini sijagawanyika, ningali yule yule ambaye naweza kaitwa hilo nikaitika, lakini ni mimi yule yule. Lakini baada ya hapo, kwa muda mfupi tu, ndo mafundisho haya ya wimbo ulio bora ukaja. Hii ilikuwa, hata kama niseme tarehe ya mafundisho haya, ilikuwa tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka wa 2025 na saa 12 na dakika 45 ndio nikaanza kufundishwa. Mwaka mzima umeshapita. Ndio nawaambia haya, usidhani ya kwamba ni ya leo. Yalianza huko nyuma, lakini hatutoe kwa sababu ni kutoa tu. Tunatoa kwa sababu ndivyo mapenzi ya Mungu amekusudika. Sasa tuanze kutoa. Sikiliza, akaanza kuniambia juu ya wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora ni wimbo ambao umejengwa kuonyesha upendo wa mke na mme. Ni wimbo ambao unaonyesha jinsi gani inapaswa kunyenyekea kwa Bwana ambaye ni Yesu Kristo. Ni wimbo unaoonyesha upendo wa Yesu kwa kanisa. Walio na upendo wa kuishi katika Kristo wataokolewa kwa hekima yake, na wasiotaka watahukumiwa kwa hasira yake. Mungu ambaye aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa upendo wa Kristo ulimfanya kuona mauti na mauti ya msalaba. Ziaka na taabu zote alizikubali ili kutuitwe wana wa Mungu. Naona hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza sasa, akasema kifo cha Yesu Kristo chaonesha utii kati ya mwana na Baba, kama ilivyoandikwa kwamba nafanya mapenzi ya Baba aliyenipeleka. Amani yaonekana wapi, ewe mwanadamu, na hasira yaonekana wapi? Kwa Mungu kuna amani kwa wale watakao mkubali na kuenenda kwa njia zake, na wale wasio mjali watakuwa wafu kwa ghadhabu yake. Wema wa Mungu watolewa kwa watu wote ili wawe na uzima wa milele. Sulemani sasa, mtumishi wa Mungu, alionyesha upendo kwa mke, na mke alionyesha utii kwake.
Palipo upendo kuna amani na wala ubaguzi haumo ndani yake. Yesu Kristo ndiye Bwana na mkombozi, mwalimu wa walio hai. Ni nani aliye hai kama si yule ambaye aliaminie jina lake? Yeye aliye hai, mwana wa Mungu. Wanadamu, kumbukeni upendo wa Mungu wenu. Wanadamu, Mungu awape nini hata mukamuasi? Kumbukeni hukumu zake. Kumbukeni mkuki. Akasema mkuki. Nataka nimalizie na hii misali waga naichunga sana. Mkuki usio rushwa hawezi ukaua nyama. Lakini hata hivyo somo lisilofundishwa, neno lisilosomwa haliwezi likakaa moyoni mwa mtu. Kwa hiyo tunahitaji kufundisha watu neno ili wapate kukaa katika nini? Neno lipate kukaa katika moyo wake. Tunapokosa kufundisha neno ni kama vile uko na mkuki lakini haujaurusha. Hata ng'ombe, nyama yoyote ikipita kwa mbele haiwezi ikafa kwa sababu hujaurusha ule mkuki. Lakini utakaporusha ule mkuki utachoma ile nyama na nyama itakufa. Na hivyo neno kama hatujafundisha la kweli na haliwezi likaokoa, haliwezi likakaa katika mioyo ya watu, kwa sababu hatuwaambie watu ile kweli tunaambiwa kuambia watu wa Mungu. Na mimi nimekuambia kweli yote. Nimekuambia yote ili upate kuchukua maamuzi. Unajua leo kazini nilikuwa nawaza juu ya maisha ya watu. Nilikuwa nasema hivi: Mungu ameniweka kuwa responsible wa maisha ya watu kwa wakati huu. Lakini baadaye kila mtu atakuwa responsable wa maisha yake, na atakuwa responsable wa consequences wa mabaya atakayoyapata ama mazuri atakayopokea. Kwa hiyo nikawa naona niko na mzito mkubwa mimi kwa kupewa responsibility ya kuhubiri ukweli kwa mtu, ili huyu mtu hapate kuchukua maamuzi. Nisipohubiri kweli na kumwambia mtu kweli, na mfunga huyu mtu kwa kuchukua maamuzi, niokoke ama nisiokoke, ikiwa na maana mimi nitakuwa na mzigo wote. Lakini wakati huu nayatoa yote ili mimi niwe huru. Nitakaposimama mbele ya Yesu Kristo nisiwe na mzigo. Wewe na wakwako. Utakaposimama mbele ya Yesu Kristo uwe responsible na mema uliyoyatenda wewe kwa yale uliyoyasikia, ama mabaya uliyopokea kwa yale uliyoyakataa. Kwa hiyo ndio maana ninayaweka haya wazi, nikiwaalika ndugu zangu, ita ndugu rafiki, kama wana simu kubwa waambie njoo tusikilize haya maneno. Ita watoto, weka kwenye TV, kwenye simu, tusikilize haya maneno. Yatampatia mwenye akili, hekima na mwenye busara maarifa ya kumtambua Yesu Kristo. Si mwingine tena, ni mimi Joel Eomba Mlondani. Lakini acha nikumbushe jina hili tena, ni mimi Prophet Daniel. Tutakutana katika sehemu ya 10 ambako tutaongelea mambo mengi. Tunajua inaweza ikafika sehemu 12 kama sidanganyiki. Tunaweza tukashia katika sehemu ya 10 ama 12. Si eti ndio mwisho, ni hayo ambayo tumeona tuyalete leo, lakini bado ni mengi. Tutakapopata nafasi tutaleta vingine. Kwa hiyo twende pamoja hadi tufike 10, 12, alafu tujue jinsi gani tutakavyotenda kwa mengine. Ni mengi. Asante kwako wewe unaoniangalia kutoka Kongo. Asante kwako wewe unaoniangalia katika mahali popote ulimwenguni. Kwa hizo data unaziweka kwa sababu kuangalia haya haujapoteza, bali wawekeza akiba kwa Yesu Kristo. Okoa nafsi yako kwa kufuata matakatifu. Asanteni sana, asanteni. Baadaye watoto wa Mungu. Kwa hilo, lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.